Shishi! Kwa nini umekojolea kipoti cha mtoto? Nakuuliza, kwa nini umekojolea kipoti cha mtoto? Kipoti tumekinunua juzi tu kwa ajili ya mtoto. Wewe ushaingia huko umekojoa. Manake nini? Hivyo mbona unakuwa mshenzi wewe? Mbona mshenzi wewe? Hii tabia utaacha lini wewe? Hivyo mwanaume, mbona hauna huruma wewe? Wewe unajua usingizi sana starehe. Nimelala, unaona unisumbue. Wewe unionee huruma pale ninapogarauka kitandani usiku sipati usingizi. Unajua fika kweli tumenunulia hilo mtoto. Na unajua kabisa na kwa akili zangu za kawaida siwezi mimi nikakojolea humo. Ni mtoto ndio kakojolea humo. Kwa hiyo wewe unataka kuniambia kwamba mtoto katoka tumboni, kaja hapa kakaa kakojoa, alafu karudi tumboni? Ujua acha upumbavu. Nitakugonga. Nitakugonga na kuambia Shishi. Sijui usichokielewa nini? Hivi iko kitu kinaendana na makalio yangu? Nimeshakwambia mwanao ndio amekojoa humo. Mimi siwezi nikakaa hapo nikakojoa au akili zako zinafanya kazi wewe. Iko kitu kinaendana na makalio yangu mimi? Unajua Shishi, hizi tabia zako za ajabu ajabu ambazo unanifanyia kila siku, unazonifanyia hizi, nitakupiga, utaniona mbaya. Utaniona mimi mchenjeu, cheese crazy. Sasa endelea na upumbavu wako. Unajua unanishangaza sana. Hivi huo muda uliotumia kupiga domo, singali umeshafika chooni na umemwaga mkojo wa mwanao? Mbona unapenda kubishana? Na hali yangu unaijua fika. Sasa wewe jifanye cheese. Muangalie kwanza kipindi chake kile. Kaji ni Maimuna. Yaani hapa ntubaka pata hapa kazi nye nikapate kilaragwa kabisa. Kikazi migendere. Wewe nenda huko. Mwe nkulipungwa anesia. Wewe usiniongele kiruga wewe. Wewe umeongea Kiswahili. Kamwage huko. Ovyo. Oshana tu. So mkojo tu hata mavi utayakuta. Na hiyo kazi endelevu mpaka akitokea duniani. Ovyo. Nijinaume mengine sijui koji kabisa. Mchongo uko vile vile kama ulivyopangwa. Yaani tukifanikiwa 50 yako 50 yangu. Hakuna cha kukudhulumu hapo. Sasa mimi shai kukudhulumu ndugu yangu? Yule achana naye, kazi yenyewe kaanza juzi, achana naye yule. Mtoto mdogo yule. Kila kitu kiko sawa. Wewe kamilisha dili uone, Imeisha hiyo. Haina shida. Basi poa. Mume wangu, ndani kuna joto. Hapa alipo mtoto ana sweti. Hadi nahisi kabisa jasho linamwagika. Joto lipo. Si unaona msimu wa kiangazi? Ndio nikaona nimchotee maji umuogeshe. Toa mguu huko. Nakuwa zambura walira. Hivyo mbamunye. Nakukanja kanjiro yako tepugu. Utamtapisha mtoto. Kosa lake lipi? Kukwambia umuogeshe? Wewe baba gani mboni wa ovyo? Hauna upendo na mwanao? Mtoto anakupenda, nimehisi kabisa anataka umuogeshe wewe. Alafu nakuja kwa upendo na kuambia unaanza unangeka nini? Hivi wewe kungu wako nani wewe? Hivi unataka kuoga hapa hadharani, unaleta maana gani? Unaleta picha gani kwa watu? Watu wananichukuliaje mimi au wanakuchukuliaje? Wewe si jitu zima unataka uoge hapa hadharani? Jitu zima nilipika mawe yakaiva. Alafu nimekuambia nataka nioge mimi au anataka oge mtoto? Alafu usinichanganye. Kama vipi naweza nikaenda kuogea ndani kitandani? Wasemaje? Hivi wewe ushaanza kujiona unaniweza? Umeanza kuwa kidume sasa, mwanamke nimekuwa mimi, si ndio?
Lakini mume wangu, unajua mwanao anakupenda. Alafu nahisi kabisa itakuwa umfanana naye, sababu kila kitu anataka umfanyie wewe. Mimi nimehisi kabisa anataka umuogeshe. Hebu kwanza muogeshe, muone huruma. Ana sweti hapa alipo joto linamwagika, we acha. Sihitaji kujua. Ndani. Muogeshe basi. Astaki. Angalie ovyo. Ovyo mimi? Mimi ovyo? Anakuja huko tumalizane sasa. Chako kama mamba amebanwa na mlango. Endelea hivyo hivyo. Sijui utaiambia nini familia yangu, na kwa taarifa yako unanikosa mimi na unanikosa mwanao. Wewe mwanaume gani? Mwanaume hauna huruma. Sasa utaona. Na huu msiba sijui utaupeleka wapi. Mwanaume umpendi mwanao? Damu yako mwenyewe unainyanyapaa. Mwanao ndo aliyotaka umuogeshe. Nakwambia unaanza sasa kaa peke yako. Si unataka ubaki peke yako? Aya, kaa ufaidi dunia nzima. Nisikilize. Kwa kitendo ambacho unataka kukifanya, mimi sijaja kukuokoa. Isipokuwa nimekuja kukusaidia mke wangu kitanza kifungu hivi. Yaani kwa visa ambavyo unanifanyia mimi, nimekuchoka. Yaani niko radhi niende jela, magazeti yote duniani na media zote za Tanzania ziandike. Magazeti yasambazwe mpaka Wasafi. Huyu mwenzake Chumvi na Ndimu wasome vichwa vya habari. Utasikia. Baba aua mke na mimba. Niko radhi kwa hilo. Kwa hiyo hapa nimekuja kukusaidia kufunga kitanzi. Shenzi mkubwa wewe. Aya. Natoa kiti mimi. Koma wewe. Nini? Utaki kufa? Mwangalie. Yaani mwanaume unaloa kama sindano, inachongoka bila kuchongolewa. Yaani uko ridhaa kabisa kwamba mimi nife. Sasa kwa taarifa yako nimekushtukia. Hapa afi mtu na kazi inaendelea. Kwa hiyo nataka mimi nife ili uendelee kwa na madanga yako pembeni. Hapa sifi baba. Umejisumbua. Unaogopa eh? Utake? Siogopi na ningeweza kujifanyia kitu chochote ila kwa wewe unajifanyia mpumbavu. Sasa twende tuoneshane upumbavu. Kazi inaendelea kama kawaida. Kwa hiyo utaki tena kufa? Nofa no kalega nkule ebire. Nyebyo tibyo mbamu. Ngiro nye ndobwe twalenye.